Kongole unapeleka kwa Mwalimu Savi. Kwa nini? Mwalimu Savi ni mwalimu wa viungo, ni Mzanzibari mmoja. Nadhani watu wengi hawamjui. Mimi leo ni semi watu wote na kusudia watu wengi hawamfahamu. Mwalimu Savi ni mwalimu wa viungo upande wa Simba. Ni mwalimu ambaye mimi binafsi nimewahi kufika katika mazoezi yake. Kwanza nimpe kongole. Ana uwezo wa kutengeneza wachezaji kulingana na wakati, ana uwezo wa kutengeneza wachezaji kulingana na umri na nini wanataka. Kwa mfano, juzi tumeona dakika 120 kati ya Simba na Yanga. Zilitofautisha kati ya Mwalimu Savi na mwalimu wa viungo alikuwa Yanga. Utofauti ulikuwaje? Wachezaji wa Simba walikuwa na energy dakika 90 zote. Yaani walikuwa na uwezo wa kupokea mpira, wana uwezo wa kutingisha mpira, wana uwezo wa kuhoji maswali, wana hozi, wanapokonya mpira kwa wakati. Kwa Simba ilipofika, ni hongera sana kwa Mwalimu Savi, mwalimu ambaye amewatengeneza wachezaji wa Simba kuwa wachezaji ambao wana energy na wanataka. Simba kwanza ndo timu pekee ambayo inaamini wazawa, kwa sababu ukiangalia katika benchi lao la ufundi sheria inataka wazawa akiwemo Suleiman Matola awepo. Simba tumewahi kuamini wazawa kwa muda mrefu. Simba tunakwenda klabu bingwa, mwalimu ambaye anatupeleka klabu bingwa kwenda makundi, kama unakumbuka tuliwahi kumchukua Morocco akacheza mechi moja katika kuamini wazawa. Tulicheza tena mechi nyingine ya klabu bingwa tukiwa na Mgunda, kama unakumbuka tunacheza makundi, tuna qualify kwenda robo finali. Lakini leo tunawaonyesha watu kwa walimu wa Kitanzania wanaweza. Yes, bwana Sefu, mara baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kufanya vyema katika mchezo wa fainali ya Muungano pale visiwani Zanzibar, maneno yamekuwa mengi kweli kweli, wengine ikifikia hatua ya watani kuhoji energy ambayo wamekuwa nayo wekundu wa Msimbazi Simba dakika 120 bila kuchoka. Hili limewapa wasi wakisema inawezekana zile juisi ambazo zilikuwa zinaonekana zimezua mjadala. Siri ya Simba ambayo ilikuwa inatajwa kwamba ikifika kipindi cha pili inakata moto hasa, unadhani nini siri yake mpaka sasa hivi? Abdallah, kiujumla nianze na physical battle. Timu yoyote ambayo inapata walimu wa viungo waliokamilika, kwanza inakuwa sawa kwenye physical battle. Huwa inacheza kwa maana ya kuaminiana kwa pamoja, inacheza kwa utayari, inacheza na kwa kanuni. Kwa nini? Mwalimu wa viungo kazi anayofanya katika uwanja, niseme ni kazi ya kama kawaida, kama utakuwa unaiona unaweza kusema ni kazi ya kawaida, lakini mwalimu wa viungo anasababisha mwili wa mwanadamu unatengeneza energy kila baada ya dakika 2, 3 mpaka 4. Na kusudia nini kuzitoa hizo dakika? Mwanadamu anapofanya mazoezi kwa muda mrefu, viungo huwa vina tight. Viungo vikiwa vimetight, kazi ya mazoezi ya viungo ni kusababisha viungo vifunguke, ni kusababisha viungo viwe rahisi. Kwa mfano Simba saizi unavyoona nguvu waliokuwa nayo, kama utakuwa una troti tu mwanadamu, yani unakimbia tu alafu upati mazoezi ya viungo, maana yake huwezi kutengeneza pumzi ambayo inaweza kukusaidia mbona kukaa dakika 120. Kwa mfano juzi Kongole unapeleka kwa Mwalimu Savi. Kwa nini? Mwalimu Savi ni mwalimu wa viungo, ni Mzanzibari mmoja. Nadhani watu wengi hawamjui. Mimi leo ni semi watu wote na kusudia watu wengi hawamfahamu. Mwalimu Savi ni mwalimu wa viungo upande wa Simba. Ni mwalimu ambaye mimi binafsi nimewahi kufika katika mazoezi yake. Kwanza nimpe kongole. Ana uwezo wa kutengeneza wachezaji kulingana na wakati, ana uwezo wa kutengeneza wachezaji kulingana na umri na nini wanataka. Kwa mfano, juzi tumeona dakika 120 kati ya Simba na Yanga. Zilitofautisha kati ya Mwalimu Savi na mwalimu wa viungo alikuwa Yanga. Utofauti ulikuwaje? Wachezaji wa Simba walikuwa na energy dakika 90 zote. Yaani walikuwa na uwezo wa kupokea mpira, wana uwezo wa kutingisha mpira, wana uwezo wa kuhoji maswali, wana hozi, wanapokonya mpira kwa wakati. Kwa Simba ilipofika, ni hongera sana kwa Mwalimu Savi, mwalimu ambaye amewatengeneza wachezaji wa Simba kuwa wachezaji ambao wana energy na wanataka. Ukitazama mechi ambazo Simba tumecheza karibuni, mimi nazungumza na Yanga, ndio mechi ambazo tunapishana sana. Huwezi kulinganisha na mechi nyingine. Mechi ambazo tumecheza hapa karibuni na Yanga ni mechi ambazo sisi tunawatawala Yanga. Tunachowapisha Yanga ni position, so utawala. Unajua kuna position kwa maana ya umiliki, kuna utawala kwa maana ya mnautakaje mchezo uweje. Unamwacha adui anacheza position, unampunguzia hatari nyingi. Mechi ya juzi dakika 90, my bro, Yanga haijatengeneza hatari katika lango la Simba. Dakika 90 hakukuwa na hatari. Dakika 90 takriban 100 na kidogo Yanga wanapata kona moja, Simba wamepiga takriban kona kadhaa. Maana yake Simba walitawala mchezo, yani walitengeneza utawala katika pitch. Uwezi kutengeneza utawala katika pitch kama una mwalimu wa viungo ambaye anao uwezo wa kutengeneza utawala. Hiyo ni hatua moja. Lakini hatua ya pili, turudi kwa mwalimu Steve Barker. Mimi bwana binafsi nitampunja sana kama sijamzungumzia. Kwanza hongera yake. Muda mfupi aliyokuja ametoa kikombe. Sasa hizi ana kikombe kimoja, kiko kabatini. Anapigania kikombe cha ligi
na kikombe cha CRDB kama sikosei Federation, ndio vikombe ambavyo wanagombania. Kwa uwezo, hali ya wachezaji alivyoandaa, haina shaka inaonekana mwalimu Steve Barker anakwenda kutwaa, kwa sababu kwanza kupitia mwalimu wake wa viungo, yeye ndo mwalimu anatengeneza mbinu, kwa sababu mwalimu wa mchezo wa mipira kazi yake ni kutengeneza mpira kutoka katika goli lake kuelekea katika goli la adui. Amefanikiwa kwa 90%. Yeye wewe ruksa ni position, akupi ruksa kuwa mtawala katika sehemu ya mchezo. Abdallah, mimi niseme kwa wana Simba, mimi na ahadi yangu kama niliotoa wakati uliopita na watu wa kuamini kwa nakwenda kumfunga Yanga Zanzibar, na kwenda kumfunga tena Yanga kesho kutwa. Inaonekana kama jambo la ajabu sana, lakini kulingana na hali na utayari na wachezaji nilokuwa nao, hilo linaweza likafanikiwa. Kwako Abdallah. Naam. Hapo umegusia kidogo kuhusiana na issue ya physical battle ambayo imekuwa ikionekana kwa wekundu wa Msimbazi Simba na kongole zikienda kwa Mwalimu Savi, kocha viungo Mtanzania mzao. Labda anatoa taswira gani kwa wazao kwamba inawezekana wakati mwingine wakiaminiwa wanaweza? Simba kwanza ndo timu pekee ambayo inaamini wazawa, kwa sababu ukiangalia katika benchi lao la ufundi sheria inataka wazawa akiwemo Suleiman Matola awepo. Simba tumewahi kuamini wazawa kwa muda mrefu. Simba tunakwenda club bingwa, mwalimu ambaye anatupeleka club bingwa kwenda makundi, kama unakumbuka tuliwahi kumchukua Morocco akacheza mechi moja katika kuamini wazawa. Tulicheza tena mechi nyingine ya club bingwa tukiwa na Mgunda, kama unakumbuka tunacheza makundi, tuna qualify kwenda robo finali. Lakini leo tunawaonyesha watu kwa walimu wa Kitanzania wanaweza. Tatizo la walimu wa Kitanzania ni moja tu. Yaani wako walimu usiwaache peke yao, wape nyuma yao watu kwa maana ya kuwasaidia. Hilo ni tatizo ambalo duniani kote lazima tatizo yanakuwepo. Hata walimu wa kimataifa unavyoona walitengenezwa na watu fulani. Kwa hiyo sio shida, isipokuwa Simba kwa kumwamini Savi, maana yake tunaonyesha kwa sisi watu wa mpira kweli. Na tunaamini katika soka. Na tunaamini kwamba kuna watu wataiga haya, tuache na walimu wa nyumbani wapate ajira katika vilabu, wajivunie uwepo wa vilabu vyao. Kwa mwalimu Savi anatuonyesha Simba wako tayari kweli kweli. Yaani mimi nakueleza tunamaliza mechi hiyo, kama kunahitajika turudiane tena na Azamu. Yaani ile wewe haijachezwa tunaenda kumkanda na Azamu na tutampa big match, hata tegemea, kwa sababu kila mtu anacheza. Ndani juzi umeona kutegemea Bajabeli kukaa benchi muda wote unaenda kumweka kwenye finali kama ile. Wenzetu hawezi kujaribu, hawezi kumleta Nzinzi hata kwa bahati mbaya. Lakini kwa nini mwalimu Steve Barker? Ubora wake, utayari na namna alivyojiandaa na anatupeleka katika nchi ya ahadi. Mimi naona kubwa tunatakiwa ustahimilivu na naamini kwa viongozi wetu. Naam. Yes. Tumalizie na hili la viingilio. Yalizungumzwa mengi sana kuhusiana na uwanja wa Isamuhyo, lakini hatimaye dabi itapigwa pale. Wale waliokuwa wanatarajia kwamba inaweza ikahamishwa mara baada ya maoni mbalimbali, imekula kwao. Kiingilio cha chini kabisa 15,000, VIP 50,000. Viingilio vinaakisi mchezo wenyewe. Kiujumla mimi sitazami kiingilio. Mimi nawatazama kwamba sisi tunawapa ujumbe TFF kwa eneo lolote watu wanaweza kucheza mpira. Pia nimemsikia msemaji wangu Ahmed Ali, wala sitaki kumpinga hata jambo moja. Ahmed Ali ameonyesha ustaarabu mkubwa na uungwana. Kwa nini? Amesema kwa namna ilivyo jiografia tulikuwa tunaweza kuweka hata 200,000. Lakini mtu wetu wa Simba, umenielewa sijui? Mtu wetu wa Simba tutakuwa tumembeba. Yaani tumempa utayari wa kwenda kushangilia ushindi mwingine chini ya Yanga ambao tunaambiwa walitufunga mara nyingi. Kiingilio hichi ni rafiki. Ila mimi tu ningeshauri ingepata 25 kwa 50. Yaani 15 tunaweza tukapokea wahuni wengi. Na mechi hii namna ilivyo Simba walitakiwa kunyang'anya tiketi nyingi. Yaani kwenda kuwafunga na kuwazomea. Kama wao walivyodhani wanaweza wakatufunga na kutuzomea Zanzibar ikamezwa goli na muamuzi Mwinchumu. Basi vivyo hivyo si ndo tunatakiwa. Ndo huyo Mwinchumu angeweka kati Kibendera angeshusha. Wale wote ni wahuni tu, TFF imefanya tuache, lakini tusifike huko. Tunaweza nikafungiwa. Awachelewagi wale, hawana mtu mdogo TFF. Yoyote yule wanakufungia. Umeelewa sijui? Kwa hiyo mimi kiingilio kwangu ni rafiki, lakini mimi ningependa ingekuwa 25. Madamu kishatangazwa, siwezi kupinga, niungane na uongozi katika kiingilio hapo. Hapana shida. Wamelamba dume kwa 100%. Yani mechi ni yao, haki ni yao, kimsingi watafurahi tu miaka hii na tunanawiri. Hata kamera yako inaonyesha kuwa Sefu ananawiri. Basi hivyo ndivyo ilivyo.